alimweka katika bustani ya nini? Ya Eden. Na katika ile bustani ya Eden, mojawapo ya kitu ambacho Mungu aliweka kwa ajili ya Adam na Hawa ilikuwa ni nini? Ni mti wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbuka, Mungu ni Mungu wa milele, si ndiye? Ni Mungu asiyeonja uharibifu, si ndiye? Alikuwepo, yuko na atakuwapo, si ndiye? Lakini mwanadamu ana beginning, ana mwanzo, na si hivyo tu, ameumbwa kwa udongo, kitu kinachoharibika. Unielewa? Kwa hiyo anamwekea mti wa uzima katikati ya bustani, ili kwa kutoa katika mti wa uzima, aweze kufanya nini? Aweze kupokea sifa kadha wa kadha ambazo zitamwezesha kuwa katika mahusiano na Mungu ambayo hayana ukomo. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu anauweka mti wa uzima katikati ya bustani kwa ajili ya Adam na Hawa. Kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo Mungu amekusudia Adam na Hawa wawe familia yake ya kudumu. Sio familia ya siku mbili, sio familia ya siku tatu, familia ya milele. Nenda sasa. Sasa kile ambacho kiliwatokea Adam na Hawa, walianguka katika dhambi, si ndiye? Mungu anaamua kufanya kitu gani? Later on Mungu anaamua kubuild up familia yake kwa njia ya mzao wa Daudi. Nawarudisha tena kwenye nini? Samueli wa pili. Kwenye Samueli wa pili Mungu anamwambiaje Daudi? Utakapolala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako, atakaye nijengea nyumba. Mungu alikusudia Adam na Hawa wawe familia ya kudumu. Adam na Hawa wameanguka katika dhambi, uzao wote umeathiriwa. Mungu anasema no, wazo langu haliwezi kufia hapo. Unaona, anakuja tena anaiweka ile promise, ile ahadi kwa Abraham, then anakuja anaiweka tena kwa Daudi ya kwamba utakapolala na baba zako, nitainua mzao, huyo mzao atanijengea nyumba, atanipatia mahali pa kukaa, ataniinulia familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tumesema kwamba Kristo anasema livunjeni ile hekalu, nitalijenga ndani ya siku tatu. Maana yake mtakapolibomoa hekalu ambalo ni mwili wangu, nitamjengea Mungu hekalu ndani ya siku tatu ambako Mungu atakaa. Hilo hekalu ambalo Kristo alilijenga ndani ya siku tatu ni nini? Kwa mauti yake na ufufuko wake alimwinulia Mungu familia ambayo inaitwa waamini, ambako ndiko mahali ambapo Mungu anakaa. Kwa hiyo waamini ni familia ya Mungu ya kudumu. Wakati ambapo wakiwa jangwani, Mungu alimwambia Musa ya kwamba nitakaa kati yao, nitatembea katikati yao. Mnakumbuka kile alichokisema kwenye kitabu cha Numbers, kitabu cha Hesabu, nitakaa kati yao, nitatembea katikati yao. Unielewa? Kwa Mungu hakukusudia from beginning, hakukusudia tangu mwanzo kukaa kwenye majengo kama ambavyo tunafikiri. Unajua leo hii watu wengi sana wanafikiri kwamba Mungu anakaa kanisani. Yaani akisikia kanisa anaona kwanza anachokiona kwenye akili yake ni jengo. Umeona? Alafu akishaona jengo anaona pale ndo Mungu anakaa. Alafu akishaingia ndani ya hilo kanisa anaona tena Mungu yuko kule mbele ambako wamepamba na kuweka mimbari. Ni idea ambayo wanayo watu wengi. Lakini je, ndivyo ilivyo? No, si kweli. Unaposikia kanisa, okay, labda ukisikia kanisa unaelewa kanisa ni nini? Unaelewa kanisa ni nini? Mahali patakatifu pa Mungu. Kanisa ni nini? Kanisa ni moyo wake. Kanisa ni nini? Kanisa ni mahali ambapo wawili watatu wamekusanyika. Ni mahali au ni wawili watatu waliokusanyika? Ni mahali au ni wawili watatu waliokusanyika?
ni kama sisi tulivyokusanyika hapa. Kanisa ni nini? Ni mahali ambapo watu wanakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kanisa ni nini? Okay, tunakuwa na fellowship, ushirika. Fellowship ni ushirika. Kanisa ni nini? Kanisa ni mahali popote pa kuomba. Anataka kuongezea. Kanisa napata maandiko. Moyo wetu sisi moyo wa kila mwanadamu. Okay, sawa. Tuna majibu mengi, lakini labda tu ni washangaze kidogo. Neno kanisa, jana tulisema kwamba Biblia imeandikwa kwa lugha kubwa ngapi? Zaidi ya 40. Okay. Biblia imeandikwa na waandishi wangapi? Zaidi ya 40. Imeandikwa kwa lugha kubwa ngapi? 3, si ndio? Ya kwanza Kigiriki, ya pili Kiebrania, ya tatu Kirumi. No, tulisema ya tatu ni Kiaramu, si ndio? Tulisema Kiebrania, Kigiriki, Kiaramu, si ndio? Kiebrania, Kigiriki, Kiaramu, si ndio? Narudia, Kiebrania, Kigiriki, Kiaramu. Sasa twende taratibu. Sehemu kubwa za Agano la Kale ziliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, si ndio? Baadhi ya maeneo, kwa mfano kitabu cha Ezra sura ya 2 na sura ya 7 na kitabu cha Daniel sura ya 2 mpaka sura ya 7 ziliandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Nikamwambia na ule mstari mmoja unaopatikana Yeremia 10:11. Hizo zimeandikwa kwa lugha ya Kiaramu, si ndio? Kwa Kiingereza Kiaramu ni Aramaic language. Haya. Okay. Taratibu twende. Okay. Sehemu kubwa ya Agano la Kale imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, si ndio? Kwa mfano leo hii Mungu akakujifunua kwako, atatumia lugha gani kuzungumza na wewe? Ataongea na wewe lugha gani? Kwa mfano Mungu akakutokea leo, ataongea na wewe lugha gani unayoifahamu? Very good answer. Mungu alipokuwa anawatokea manabii alikuwa anazungumza nao au alikuwa anawapa maono kwa lugha waliokuwa wanaifahamu wao. Unaona? Na walikuwa wanawasilisha ule ujumbe kwa kuwezeshwa na Roho kwa lugha wanayoifahamu, na waliandika yale ambayo Mungu aliwaamuru kwa lugha wanayoifahamu. Sasa manabii wengi walitokea Israeli, na Israeli walikuwa ni nani? Waebrania. Mmeona? Walikuwa ni Waebrania. Kwa waliandika kile ambacho Mungu aliwafunulia kwa lugha ya Kiebrania. Mmeona? Kwa lugha ya Kiebrania. Kwa Mungu akikutokea jamani, hatazungumza kwa lugha usioifahamu, atatumia lugha ile ile unayoifahamu. Sawa? Okay. Hapo umeelewa? Alafu tumesema baadhi ya maeneo, kwa mfano kitabu cha Ezra sura ya 2, si ndio? Ezra sura ya 7, si ndio? Daniel sura ya 2 hadi sura ya 7 pamoja na Yeremia sura ya 10 mstari wa 11. Hizo zimeandikwa kwa lugha ya Kiaramu, Aramaic language.
Jana mtakumbuka tulisema why Aramaic, kwa ilitokeaje wakazungumza zikawa zimeandikwa kwa Kiaramu, nakumbuka? Wakati huo kwa mfano kipindi cha kina Ezra na kipindi cha kina nani, okay, na kipindi cha kina Daniel, tunasema Aramaic language was a diplomatic language. Nitatafsiri kwa Kiswahili wala msiogope. Aramaic was a diplomatic language. Kiswahili chake ni kwamba Kiaramu ilikuwa ni lugha ya kidiplomasia. Ilikuwa ni lugha ya kidiplomasia. Maana yake yale makoloni yote ambayo yalipita kwenye ukoloni wa Babeli, ambao Babeli walikuwa ni Wakaldayo. Wakaldayo walikuwa wanazungumza Kiaramu. Ilifikia mahali ambapo wakawa wanatumia lugha ya Kiaramu. Umenielewa? Lakini sehemu kubwa ya maandiko ya Agano Jipya, sehemu kubwa ya maandiko ya Agano Jipya yameandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Sawa? Sehemu kubwa ya maandiko ya Agano Jipya yameandikwa kwa lugha gani? Kigiriki. Naenda sawa sawa? Yameandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Yameandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Si ndiye? Ndiye? Okay. Kwa nini lugha ya Kigiriki? Kwa nini lugha ya Kigiriki? Nitawaambia tu kwa nini nimewapa huo msingi kwanza, sawa? Ni muhimu sana kuufahamu. Very important. Ndio maana jana nilianza nao. Very important. Okay. Kwa nini lugha ya Kigiriki? Si ndiye? Si ndio swali? Okay. Taifa la Israel lilipita kwenye vipindi tofauti tofauti vya ukoloni. Sawa? Taifa la Israel lilipita kwenye vipindi tofauti tofauti vya nini? Vya ukoloni. Cha kwanza ilikuwa ni Misri. Hiyo wote tunakumbuka alienda kuwatoa huko Musa. Si ndiye? Ya pili ilikuwa ni ukoloni wa Waashuru. Assyrian captivity. Si ndiye? Ukoloni wa Waashuru. Ya tatu ambayo ni very remarkable kwenye history ni Babylonian captivity, ukoloni wa Babeli. Babylonian captivity, ukoloni wa Babeli. Unaona? Wa nne ilikuwa ni Uamedi na Uajemi. Ya nne ilikuwa ni ukoloni wa wapi? Uamedi na Uajemi. Uamedi na Uajemi. Kwa Kiingereza ni Persia and Media. Wanaita Persian and Media. Yeah, kama hicho. Unaona? Wanne ilikuwa ni Wamedi na Uajemi. Ya tano ilikuwa ni Greek captivity. Ukoloni wa Wagiriki. Ukoloni wa Wagiriki. Na sita ilikuwa ni ukoloni wa Warumi. Ukoloni wa Warumi. Hapo tumeenda pamoja? Hapo tumeenda pamoja? Haya, na watajia tena wala msiogope. Taratibu tu. Ukoloni wa kwanza ambao taifa la Israeli imepitia tumesema ni Misri, kipindi cha Musa, si ndiye? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili tumesema ni Assyrian, Ashuru kwa Kiswahili. Ukoloni wa Waashuru, si ndiye? Ya tatu tumesema ni Babeli, Babylonian exile, si ndiye? Ya nne tumesema ni Wamedi na Wajemi, si ndiye? Wamedi na Wajemi. Hapo tumeenda sawa sawa. Ya tano tumesema ni Wagiriki. Wagiriki. Hapo tumefika. Ya sita tumesema ni Warumi. Niwaulizeni swali la kuwachangamsha ubongo, chemsha bongo, si ndiye? Nataka anayejibu haraka kwa, yani wa kwanza kwa haraka, si ndiye?
Yesu alizaliwa kipindi cha ukoloni upi? Yesu alizaliwa kipindi cha ukoloni upi kati ya hayo makoloni matano, makoloni 6? Yesu alizaliwa kipindi cha ukoloni gani? Wa Misri. Mtoto mzuri pale amejibu wa Misri. Yesu alizaliwa, mwingine anayetaka kujaribu, Yesu alizaliwa kipindi cha ukoloni upi? Exactly, Warumi. Mnakumbuka askari waliomsulubisha Yesu walikuwa ni Roman soldiers, wa askari wa Kirumi. Sawa, askari wa Kirumi. Sasa kipindi cha utawala wa Wagiriki, si ndiye? Kipindi cha utawala wa Wagiriki, mmewahi kumsikia mtu anaitwa Alexander the Great? Alexander the Great, mmewahi kumsikia? Hamjawahi? Wewe umewahi kuisikia ya, nafikiri wewe tumekaa na kwenye movie. Okay, that's good. Okay, Alexander the Great yeye ndo kama pioneer wa Wagiriki. Hicho kipindi aliteka sehemu kubwa sana ya dunia. Sawa? Kwa katika wakati wao aliteka sehemu kubwa sana. Sasa wakati ule wa utawala wa Wagiriki walitaka kueneza utamaduni wao duniani kote. Yaani walitaka dunia iwe na utamaduni wa Wagiriki. Unaona? Na mojawapo ya jambo la kiutamaduni ni nini? Lugha. Unaona? Kwa kipindi cha utawala wa Wagiriki walisisitiza lugha ya Kigiriki kwenye makoloni yao yote. Unaona? Kwa hiyo watu taifa la Israeli linakuja kuingia kwenye utawala wa Warumi wakiwa wanazungumza lugha ya Kigiriki, na kwa wakati ule tunasema ni lugha ya Kigiriki inafananishwa na lugha ya Kiingereza wakati huu. Kivipi? Kwa mfano sasa hivi nikienda China, si ndiye? Sifahamu Kichina, lakini lugha nyepesi ya mimi kuweza kuwasiliana na Wachina ni lugha gani? Kiingereza. Unaona? Kwa mfano nikienda Japan, kule ni mwendo wa unaona? Kwa hatuwezi kuelewana, na mimi nikiongea Kiswahili nao wananisikia hivyo hivyo kama shika unaona? Yaani nao wananisikia hivyo hivyo kama vile naongea vitu vya ajabu. Lakini nikitaka tupatane natumia Kiingereza. Kwa wakati wetu huu Kiingereza kinaitwa international language, si ndio? Yaani lugha ya kimataifa. Unaelewa? Kiingereza inatambuliwa kama lugha ya kimataifa. Sasa katika ule ulimwengu wakati ule kipindi kile, lugha ya Kigiriki ilikuwa ndo kama lugha ya kimataifa wakati ule, kama Kiingereza cha wakati ule. Unaona? Kwa mitume walihubiri sana Injili kwa lugha ya Kigiriki. Nyaraka nyingi za mitume waliziandika kwa lugha ya nini? Ya Kigiriki. Ndio ilikuwa lugha rahisi wale watu kuielewa na kuisikia. Kwa walikuwa wakitaka kufikia kundi kubwa la watu wanatumia Kigiriki. Hapo mmenipata? Sasa kitu ambacho kilituleta mpaka kujiuliza hizo lugha kubwa tatu za Biblia ni kanisa ni nini, si ndio? Kanisa limetoka kwenye neno la Kigiriki eklesia. Eklesia. Ngoja kwanza niangalie. Je, nikawatajia matango pori. Actually nimesahau ni double K au ni K moja, ndio nataka niangalie hapa. Okay. Lugha ya Kigiriki tumesema lugha gani? Eklesia, si ndio? Eklesia. Iambieni Biblia yangu ifunguke. Mbona sasa haitaki?
Okay, imetokana na neno la Kigiriki eklesia. Okay, eklesia, si ndio? Ni E double K L E S I A. Sasa hizi spelling nimetaja za Kiingereza za Kiswahili zinatakiwa zisomeke afu K tena ya embe afu K ya pili tena alafu elo. Hivi elo kwa Kiswahili ndio hivyo li, elo ya lima, alafu ya embe alafu s alafu a alafu a alafu a mwishoni, eklesia, si ndio? Sasa hili neno eklesia ni muunganiko wa maneno mawili. Hili neno eklesia ni muunganiko wa maneno, kwa hiyo tunaenda kulivunja. Ni kama kwa Kiswahili unavyosema chaja au unavyosema chajio. Unajua chajio ni muunganiko wa maneno mawili. Na anaweza kaniambia neno gani na gani? Ni neno cha na neno jio, si ndio? Cha inamaanisha nini? Chakula, si ndio? Jio inamaanisha nini? Jioni. Kwa chajio maana yake chakula cha jioni. Umeidaka hiyo? Haujawahi kufahamu, hujawahi kusikia? Poleni sana kama mjawahi kusikia. Haya, tunaendelea. Kwa ni muunganiko wa maneno mawili. EK, hiyo ek ya kwanza, na K ya kwanza, sawa? Na neno kaleo, EK, si ndio? Alafu neno la pili ni neno kaleo. Sasa unaweza ukaiandika chini yake EK, alafu chini yake andika kaleo, sawa? EK and kaleo. Sasa hapa ndo utamu wa nini wa kusoma neno la Mungu. Yaani neno la Mungu nalisoma kama shule kabisa. Kaleo, sawa? Ukisema EK, okay, dakika moja. Okay, ukisema neno EK tafsiri yake ni out, kutoka, out, sawa? Out ile ya kutoka. Hiyo EK tafsiri yake ni kutoka, sawa? Alafu kaleo tafsiri yake ni to call, kuita. Kwa Kiswahili ni kuita. Kwa hiyo ukiunganisha hilo neno eklesia, haya, ukiunganisha hilo neno eklesia, si ndio? Maana yake ni a calling out. Kwa Kiswahili kuitwa kutoka, a calling out. Ukiunganisha maana yake kuitwa kutoka. Kwa jumla ya neno eklesia ambalo linamaanisha nini?
kanisa. Sawa, nitawaambia tu kwa nini, tutafikia mahali pazuri. Ukiunganisha maana yake ni kuitwa kutoka, kuitwa kutoka. Sasa hili neno lilikuwa linaelekezwa kwa watu na sio vitu. Sawa, hili neno lilikuwa linaelekezwa kwa watu na sio vitu, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukaipersonalize. Nikisema kupersonalize, si mnaelewa kuipa utu. Kwa hiyo eklesia itamaanisha walioitwa kutoka. Mmeelewa nimefikaje? Literal translation, ile tafsiri ya moja kwa moja ni kuitwa kutoka, si ndio? Lakini hilo neno lilikuwa linatumiwa kwa watu na sio vitu. Kwa tukilipersonalize, maana yake itakuwaje? Walioitwa kutoka. Kwa hiyo kwenye mabano andika walioitwa kutoka. Hapa hapa tu kwenye mabano weka walioitwa kutoka. Kwa hiyo ukisema neno kanisa unamaanisha walioitwa kutoka. Ukisema neno kanisa maana yake ni walioitwa kutoka. Sawa, tunaendelea taratibu taratibu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume unagundua kwamba Stefano, kwa mara ya kwanza kusanyiko la Mungu, kusanyiko la wana wa Israeli waliotoka Misri waliokuwa wanaelekea Kanani, wakiwa jangwani, kwa mara ya kwanza ndo walioitwa kanisa. Mmenielewa hiyo kauli niliyoisema? Unaliona lile kusanyiko la wana wa Israeli waliokuwa utumwani Misri, wakaenda kutolewa na Musa, wakiwa jangwani, lile kusanyiko lile wakiwa wapi? Jangwani. Kwa mara ya kwanza ndo walioitwa nani? Kanisa. Kwa nini waliitwa kanisa? Ni kwa sababu ni watu walioitwa kutoka Misri. Inaanza ku make sense? Ni watu walioitwa kutoka wapi? Misri. Ndo wakapewa neno eklesia lililokuwa linamaanisha kuitwa kutoka. Unaona? Kwa kuwa waliitwa kutoka Misri, ndio maana wakaitwa eklesia, maana yake kanisa. Tunaelewana vizuri eh? Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo neno kanisa halina uhusiano na mahali, halina uhusiano na majengo, lina uhusiano na jumuiya ya watu. Lina uhusiano na jumuiya ya nani? Ya watu. Hapo tumefika pamoja? Tumefika pamoja? Sasa twende taratibu inavyotumiwa. Sasa tumesema kwa mara ya kwanza lilitumiwa kwa watu gani? Wana wa Israeli waliokuwa wameitwa kutoka Misri kwenda Kanani, wakaitwa kanisa, maana yake walioitwa kutoka, si ndio? Kwa hiyo linavyokuja kutumiwa sasa kwa waamini, linavyokuja kutumiwa kwa nani? Kwa waamini, maana yake watu waliomwamini Yesu, maana yake ni watu tulioitwa kutoka katika ufalme wa giza kuja katika ufalme wa Mungu. Umeelewa? Kwa hiyo neno kanisa linamaanisha waamini, watu ambao wameitwa kutoka dhambini, wameitwa kutoka kwenye ufalme wa giza, wameitwa kutoka kwenye dunia mbovu, waje katika ufalme wa Mungu, kuingia katika ufalme wa Mungu. Hao ndio wanaoitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Niwaulizeni swali. Kuna umuhimu wowote wa kujua lugha asilia za Biblia zilizotumika kuandika Biblia? Kuna umuhimu? Kuna umuhimu?
Kuna umuhimu, kuna umuhimu, kuna umuhimu. Mmeona jinsi ambavyo neno kanisa lingetusumbua kama tusingekuwa na lugha asilia. Kwa ajili ya msaada wa lugha asilia tumepata tafsiri sahihi ya neno kanisa. Kwa nini watu wa nje mara nyingi ukisema kanisa unasikia twende kanisani, wanamaanisha kwenye jengo? Unaona? Kwa nini wanakuwa na hizo mindset? Kwa nini wanakuwa na akili za namna hiyo? Ni kwa sababu hawajakaa vizuri kufundishwa neno la Mungu kwa usahihi. Naelewa? Ndio maana wanakuwa na hizo mindset. Nyinyi ndio wakwenda kuwafundisha kwa usahihi, ndio maana mnakaa darasani, si ndio? Kwa sasa watu wa Mungu, hinti yangu kubwa ilikuwa ni nini? Hinti yangu kubwa ilikuwa ni kuwaleta hapa ya kwamba mpango wa Mungu wa tangu mwanzo si majengo ambayo leo hii tunayaita kanisa, sawa? Lakini ni maana halisi ya wale wanaoitwa kanisa, yaani waamini. Mungu hakai kwenye jengo, unaelewa? Hakai kwenye jengo. Unajua kwa nini hili jengo litakuwa takatifu? Kwa sababu sisi tuko hapa. Unajua kwa nini kwenye hili jengo patakuwa na uwepo wa Mungu? Ni kwa sababu sisi tuko hapa. Kwa uwepo wa Mungu uko hapa kwa sababu sisi tuko hapa. Sisi nani? Sisi kanisa. Sio, unaona? Kwa sasa taratibu kabisa tunaanza kutoka kwenye zile akili ya kwamba madhabahuni ndo mahali ambapo Mungu anapatikana. Unakuta tukitaka kuingia madhabahuni inabidi unaona? Kama vile Mungu ndo yuko pale. Lakini je, ni kweli? No. Mungu anakaa katikati yetu. Sisi ndio kanisa. Na sisi unaotuona, sisi tunaojiona hapa tuliomwamini Yesu, ndio tulikuwa mpango wa Mungu wa tangu. Bwana asifiwe. Kile tulichokiona kwenye mwanzo ulikuwa ni uumbaji wa kwanza, lakini sisi ni uumbaji mpya. Sisi ni uumbaji mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni uumbaji mpya. Tuenda sasa. Ndio maana maandiko anasemaje? Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, atakayepata ana zawadi yangu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, sio atakayeipata kwenye Biblia. Anitajie mstari unasemaje? Wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hem, jaribu kuchemsha ubongo, ni mstari maarufu sana na waruhusu kujaribu. Chemsheni ubongo. Ofa inataka expire. Huyu anataka nidake. Maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo sasa hamwezi kuipata 5,000 yangu kirahisi hivyo. Fikirieni. Mtu angehusianisha kile nilichokisema na mstari, nakwambia angekumbuka. Labda sasa ofa imeexpire. Twende. Na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe, ya kale yamekwisha, tazama yamekuwa. Ni mstari maarufu sana, si ndio? Very famous best. 5,000 imepita. Jeriti 5,000. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe
kipya. Maana yake katika Kristo Yesu Mungu amefanya new creation. Narudia tena hiyo kauli ambayo nimeisema, katika Kristo Yesu Mungu amefanya uumbaji mpya. Mungu ameingia tena kazini kufinyanga, kuumba. Kwa nini? Kwa sababu kumbukeni, mpango wa Mungu tangu mwanzo ni watu, ni familia yenye sura yake na mfano wake. Lakini Adamu ikatokea nini? Akaanguka kwenye dhambi. Waliozaliwa na Adamu wanazaliwa katika hali gani? Hali ya kupungukiwa na utukufu. Umeona? Kwa Mungu anamwambia Daudi ya kwamba no, utakapolala na baba zako nitainua mzao wako nyuma yako, atanijengea nyumba. Maana yake ataniinulia familia. Hiyo familia imeinuliwa na nani? Imeinuliwa na Yesu ambaye ni mzao wa Daudi. Unaona? Amemwinulia Mungu nyumba kwa jina la nani? Kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amemwinulia Mungu nyumba, ni nyumba ya viumbe vipya. Ni nyumba ya viumbe. Kiumbe kipya ni nani? Sisi. Sasa nilitaka mtaje sifa, ila ametaja jibu sahihi.